Chama chetu cha Mapinduzi kinatoka ya wabunge wa CCM. Wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi liko eneo wanakutana nje ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanazungumza mambo yao katika eneo hili. Askofu Josephat Mathias Gwajima alikuwa nayo nafasi ya kuwasilisha hayo aliyowasilisha kwa umma na angelifanyiwa kazi. Yako mengi wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia caucus wameyawasilisha na chama chetu, wameyafanyia kazi. Nasi tunaamini alikuwa na nafasi hiyo kwa sababu na yeye ni mjumbe wa kikao hicho, tena mwenye renki ya juu kwa maana ya mneki wa Chama cha Mapinduzi. Lakini iko halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa ambayo yeye ni mneki, alikuwa na nafasi ya kuwasilisha katika kikao hicho kile ambacho wanaona kingekuwa msaada kwa taifa letu. Lakini alikuwa nayo nafasi, yeye ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ratiba ya bunge anaifahamu na anajua hivi karibuni tupo katika kupitisha bajeti ya taifa letu kwa mwaka ujao wa fedha. Alikuwa anajua ratiba na Wizara ya Mambo ya Ndani kuwasilisha bajeti yao ni lini, ratiba na Wizara ya Ulinzi kuwasilisha bajeti yao ni lini, na wizara nyingine mbalimbali. Alikuwa nayo nafasi ya kujenga hoja yake ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kipindi hiki cha bajeti kinachoendelea. Na tunamuomba apitie upya alichozungumza. Na kwa kuwa amesema atarudi tena kuja kutueleza, nasi atakaporudi tutarudi kuja kuzungumza. Na tunakiomba Chama cha Mapinduzi, chama chetu kuendelea kuwa na mneki wa aina hii si busara na si jambo jema. Chama chetu kuendelea kuwa na mbunge wa aina hii si busara na si jambo jema. Sisi tunaamini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anakerwa mno, anachukizwa mno na hayo yanayofanyika dhidi ya wananchi wake aliwapa kuwalinda. Hatotokea ndani ya taifa la Tanzania rais kutoka Chama cha Mapinduzi kwa sehemu ya kufurahia wananchi wake wakiteka. Hayo nayo. Chama chetu ni chama imara, ni chama chenye kujibadilisha kila wakati kulingana na mazingira ya wakati huo na uhitaji wa matakwa ya wananchi katika kipindi hicho. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya hivyo. Kwa tunaamini Daktari Samia Suluhu Hassan ni mzalendo namba moja ndani ya taifa la Tanzania. Na tunaamini halali mara zote anawaza na tafakari kwa kushirikiana na vyombo vyetu vya dola namna bora na nzuri ya kukabiliana na janga hili linalojitokeza katika taifa letu. Kusema yeye ni sehemu ya wanufaika ni kuikosea heshima taifa letu, ni kuvunja hadhi ya rais wetu, lakini pia ni kukiuka miiko ya chama chetu. Tunamuomba mwenyekiti wa chama chetu kupitia vikao anavyoviongoza vya chama ambavyo sasa vinaendelea jijini Dodoma kuchukua maamuzi yatakayowafanya wabunge wengine ambao nao katika maeneo yao yawezekana hawajaagana vizuri na nyumba kustaafu bunge wao kwa heshima. Wabunge waliopo sasa wao si wa kwanza kuwa wabunge na si wa mwisho kuwa wabunge katika taifa. Kwa yule ambaye anaona amechanga karata zake vibaya, ni vyema akastaafu kwa heshima ili kuendelea kuheshimika na jamii inayomzunguka. Narudia,
tunakiomba Chama cha Mapinduzi kifanye maamuzi zidi ya mneki huyu na mbunge huyu wa jimbo la Kawe. Kuendelea kuwa mbunge wa chama chetu huku amemtukanisha na kumfitinisha rais wetu na wananchi wake, kwetu si sawa sawa. Haturidhiki, hatufurahishwi kuendelea kumwona akiendelea kuwa mneki wa chama chetu. Hatufurahishwi kuendelea kumwona kuwa mbunge wa chama chetu, hasa akiwakilisha wilaya yetu. Chama chetu tunawaomba sana, chukueni hatua, fanyeni maamuzi yatakayoleta heshima na hadhi ya rais wetu. Na tunawaomba tena kwenye mchakato huu tuleteeni wana CCM wanaokijua na kukitambua chama chao. Itatusaidia kupunguza taharuki nyingi za viongozi wasiofahamu miko ya chama chetu. Kama wakazi wa jimbo la Kawe wenye mbunge wetu, kwanza tumeshangazwa, lakini pili tumesikitishwa sana na kilichofanywa na mbunge wetu wa jimbo la Kawe, kwa sababu ni mtu ambaye tunamheshimu, tunamwamini, na sisi kama vijana watu ambao tulikuwa tunatamani kujifunza kwake. Lakini kupitia hili alilolifanya, sisi wote tumebaki midomo wazi, kwa sababu Mheshimiwa Josephat Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe, ni mneki wa CCM taifa, ana kofia mbili, anashiriki vikao viwili vikubwa, anashiriki kikao cha bunge, lakini anashiriki kikao cha halmashauri kuu, ambacho kikao kile mwenyekiti wa kikao kile ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu ambaye alienda pale kumshambulia, mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kuongea naye ndani kwenye kikao cha ndani. Yeye amemwacha ndani, amekuja kuzungumza nje.